Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wasallam, ama ba'd. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu pamoja na waumini wa madhehebu yote, Sheikh Fenei, Sheikh wa wilaya ya Morogoro mjini, pamoja na ujumbe ambao ulikuwa umeongozana nao mzee wetu Alhaji Nuh, ambaye ndio kikongwe chetu na ndio kiigizo chetu katika mkoa huu wa Morogoro pamoja na wilaya zake, ndugu mashekhe wa kata pamoja na wajumbe wa baraza la mashekhe wa kata, maimamu wote ambaye tulihudhuria katika ibada hii ya mazishi, wake kwa ume, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia baada ya billahi minashaitani rajim, wa ma kana linafsin an tamuta illa biidhnihi kitaban muajjal ila akhir aya. Mada kuu ambayo iliyokuwa imetukusanya ndugu zangu Waislamu pamoja na waumini na madhehebu yote ni kifo. Mwenyezi Mungu ameshasema ndani ya Qur'ani ya kwamba wa ma kana linafsi an tamuta illa biidhnihi kitaban muajjal, na wala haikuwa nafsi ya yoyote yule ambaye itakayekufa isipokuwa ni kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tena kwa muda maalum. Muda maalum. Mwanadamu unapofikia muda wa kutolewa roho yake, haitochelewesha lisaa au kuzidishwa saa. Muda ukishafika kadari ya Mwenyezi Mungu, lazima roho yako itakuwa imetoka. Kwa hiyo basi nimeambiwa nitoe salamu za Waislamu wa Kilosa. Ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria katika ibada hii, Sheikh Said bin Ahmad wa Mnyikondo, yeye ni shekhe wa kata ya Mlali, vile vile ni naibu mwenyekiti BAKWATA mkoa wa Morogoro. Sheikh Said bin Ahmad wa Mnyikondo makazi yake yapo kwenye kata ya Mlali, lakini kitu ambacho ninachotaka kuwaambia, Sheikh Said Ahmad, wilaya ya Kilosa hakuna kata ambaye Waislamu wasemjua. Wilaya ya Kilosa hakuna imamu ambaye asemjua Sheikh Said bin Ahmad, kutokana na wepesi wake asisikie kwamba yeye amepelekewa taarifa ya kifo. Wallahi wa billahi, Sheikh Said bin Ahmad yeye atakuja tena bila ya kupelekewa nauli ya kujia wala kurudia. Ujio wake huwa anajitegemea yeye kama yeye. Kwa hiyo kupitia msiba huu, sisi Waislamu wote ambaye tulikuwa tumehudhuria katika mazishi haya, tunamwomba Mwenyezi Mungu atie subira katika nyoyo ya Sheikh Said bin Ahmad ya Mnyikondo, yeye pamoja na familia nzima ambao waliofikwa na msiba huu. Mwenyezi Mungu awape moyo wa subira. شرفنا بشرفات القرآن والبسنا بخلوات القرآن وعفنا من كل Sheikh Said kila siku anatuzikia, anatuombea dua na anatushughulikia shida za usiku na mchana, lakini hili ambalo lilikuwa limemfika, basi tunahitaji mimi na wewe tumpe faraja. Tumpe nini? Faraja. Msiba hauzoeleki wala hauna wenyeji.
Hakuna kitu kigumu ndugu zangu Waislamu kama kufiwa, ima na baba yako au mama yako, mkeo au mtoto. Ni msiba mzito sana, kwani katika misiba mitano ambayo ya Mtume Muhammad alisema kwamba khamsatu musibati min musibati dunya wa khamsatu musibati min musibati al-akhirah, basi nitazungumzia huu msiba wa dunia. Mtume Muhammad anatuambia wa amma khamsatu musibati min musibati dunya ahaduha mautul habibi. Anasema miongoni mwa misiba ya kidunia, mtu kufiwa na kipenzi chake. Akifiwa na baba yake, mama yake, mke na mtoto au ndugu yake, huyo amepatwa na msiba miongoni mwa misiba ya dunia. Swalini Mtume. Kinachotakiwa ni kumfariji na kumliwaza. Hata kama alikuwa amesoma, lakini kuliwazwa na kufarijiwa, haya aliyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa Mtume Suleimani alayhi salam alipokuwa amefiwa na mtoto wake. Alilia sana na alihuzunika sana, kiasi ambacho ilipelekea ile huzuni ilimchukua kwa muda mrefu. Mwenyezi Mungu katika kumfariji alimpelekea malaika wawili, Jibril pamoja na Mikaili alayhi salam. Wawe ni watu ambao walikuwa wamepeleka mashtaka kwake, shtaka ambalo lilikuwa limefikishwa kwake. Mmoja akasema kwamba nimekuja kumshtaki huyu mwenzangu, hichi kidume nimekuja kumshtaki kwa sababu mimi nimepanda mazao yangu, yeye anapita na kuyakanyaga kanyaga. Mtume Suleimani alayhi salam akamgeukia yule mtu wa pili ambao ni malaika, lakini wakati huo Mtume Suleimani hajajua kwamba hawa ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Je, ni kweli kwamba huyu jamaa yako, ndugu yako, amepanda mazao yake na wewe unapita na kuyakanyaga kanyaga? Kile kidume kikasema kwamba naam. Akamuuliza nini sababu? Akasema kwamba hakika ya huyu mazao ambaye alikuwa amepanda katika njia, na njia hupita kila mtu, njia hupita kila mtu. Kwa maana hiyo mimi sijafanya makosa. Mswalini Mtume Muhammad. Mtume Suleiman akamgeukia yule ambaye alioharibiwa mazao yake, akasema ndiyo. Basi Mtume Suleimani akasema kwamba sasa hata wewe umefanya makosa kupanda mazao yako katika njia inapitwa na kwa kila mtu. Basi yule mtu au yule jamaa au kile kidume kikasema wakadhalika almautu sabilu wa kullu nasi qati'uhu. Msalini Mtume. Akasema kile kidume kwamba hakika ya njia itapitwa na kwa kila mtu. Sasa madhali wewe mwenyewe umehukumu hilo, vipi unajua ya kwamba hakika ya umauti ni njia? Kitu gani ambacho kinachokusababisha kuendelea kuwa na huzuni? Mtume Suleimani tahamaki akajua kwamba hawa ni malaika wamekuja kuniliwaza, wamekuja kunifariji, nione ya kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut. Msalini Mtume. Kwa hiyo awe shekhe, awe sheikhati, awe ustadhi au ustadhati, awe imam na kadhalika, atakapofikwa na msiba lazima ahuzunike, na kinachohitajika lazima watu wajitokeze katika kumfariji juu ya hilo. Na msiba wa pili miongoni mwa misiba ya kidunia, tuli siqami, maradhi ya muda mrefu. Tuli siqami, maradhi ya muda mrefu. Mtu anahangaika, anamaliza mahospitali, anamaliza mabingwa wa matibabu, anamaliza matibabu asilia, lakini ugonjwa umemng'ang'ania uko pale pale. Yule mtu amefikwa na msiba miongoni mwa misiba ya kidunia. Mswalini Mtume Muhammad. Na Mtume atuambia alhumiyu yaumin wa lailatiha
kafarati min dhunubin sana. Anasema ugonjwa utakayempata mtu mchana mmoja na usiku wake, na akamwamini Mwenyezi Mungu, akamtegemea Mwenyezi Mungu, basi inakuwa ni sababu ya kuwa ni kafara ya madhambi ya mwaka mmoja. Inakuwa ni sababu ya kafara ya madhambi ya mwaka mmoja. Yani ugonjwa ambao utakeugua kwa masaa 24 tu, lakini ukamwamini Mwenyezi Mungu na ukamwomba Mwenyezi Mungu, basi inakuwa ni sababu ya kufutia madhambi ya mwaka mzima. Je, umeugua siku 3, wiki moja, mwezi moja, na kwa kwaje? Kwa hiyo maradhi ni sehemu ya ibada ya kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swaleni Mtume. Na msiba wa 3 miongoni mwa misiba ya kidunia, dhihabu limali, kufirisika. Nini? Kufirisika. Mtu akiwa na mali au akiwa na kipato, lakini akaja akafanya nini? Akafirisika. Huyo mtu amepatwa na msiba miongoni mwa misiba ya dunia, kama vile ambavyo alivyokuwa amesimama mfasiri wa Qur'ani katika yale majanga matano ambaye ya kilimwengu, majanga matano ya kilimwengu, yale hayaepukiki na wala hayaondokeki. Kila siku watu yataendelea kuwafika, sababu ni majanga asilia ya ile aya ambayo ilikuwa imesomwa na kutewa nini? Fasili. Na msiba wa 4 miongoni mwa misiba ya dunia, shamatatul adai, Muislamu au binadamu ambaye aliyekuwa ametokewa na majambazi, kuzengerwa na maadui, kumpora mali yake, kumuibia mali yake au kumnyang'anya kwa njia moja au nyingine. Huyu ambaye atakayepatwa na janga kama hili amepatwa na msiba miongoni mwa misiba ya kidunia. Kinachotakiwa watokee watu ambao watakayekwenda kumliwaza, kumfariji na kadhalika, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wabashiri alladhina idha asamu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mtume Musa alayhi salam, yeye siku moja alisema, ya Rabbi, ay manzili min manazili aljanna ahabbu ilayka, Bwana Mungu, ni makazi yapi miongoni mwa makazi ya pepo ambaye unaipenda sana kuliko makazi mengine? Mwenyezi Mungu akasema, hadhiratul qudusiyya, makazi ambaye ninayapenda ni hadhiratul qudusiyya. Mtume Musa akamuuliza, mani yaskanaha ya Rabbi, nani ambaye atakayekaa makazi hayo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, ahlil masaib, watu ambao wa masaib, wa majaribu, wa matatizo. Mtume Musa akasema, sifli ya Rabbi, hebu nibainishie hao watu ni watu wa aina gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaanza kumwambia, alladhina idha asabtum baliya sabaru. Kundi la kwanza kabisa, wale ambao watakayefikwa na mabalaa na matatizo na majaribu ya aina yoyote yale, yeye akasubiri kwa ajili ya nani? Ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Swaleni Mtume. Na kundi la pili, alladhina idha an'amta alaihim shakaru, wale ambao watakayenemeshwa na neema ya Mwenyezi Mungu ya aina yoyote ile, wao wakamshukuru. Wa aqalla shukra an yaqula alhamdulillah, anasema na uchache wa kushukuru mtu ni kusema neno la nini? Alhamdulillah. Na zaidi yake au wingi wake ni kuendelea kufuata maamrisho na kuacha makatazo. Na kama ulikuwa ni mtoaji, basi endelea kutoa kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Kitendo cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wewe pepo yake itakuwa ni tofauti na pepo za watu wengine. Swalini Mtume. Na kundi la tatu, alladhina idha asabtum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kundi la tatu ambao ndio kundi la mwisho, wale ambao watakayefikwa na misiba ya kufiwa, kuuguliwa na kadhalika, wakasema kwamba sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake Mwenyezi Mungu ndio kwenye marejeo ya wote. Ndugu zangu Waislamu,
nadhani wote tuliohudhuria katika ibada ya mazishi, kitu kikubwa kinachotakiwa ni dua juu ya marehemu zetu, dua juu ya maiti zetu. Mtume Muhammad anasema ma ashiddat anil maiti min lailatil ula farhamu amwadakum bisadaqati. Anasema hakika ya shida kubwa ya maiti, tabu, dhiki, huzuni na kadhalika, ni ile siku ambayo anapotolewa roho yake na anapoandaliwa, yani kwenda kuingizwa katika shimo la nini? La kaburi. Kaburini kila atakachokiona pale ni cha kigeni. Kaburini kila atakachokikuta pale ni cha nini? Cha kigeni, kwa sababu ndo anaanza makazi ya mwanzo miongoni mwa makazi ya akhira. Kwa maana hiyo basi Mtume Muhammad anasema farhamu amwatakum bisadaqati, warehemuni, watakieni rehema, maghfira maiti zenu kwa kuwatolea sadaqa. Kwa kuwatolea nini? Sadaqa. Sadaqa ina faida gani juu ya marehemu? Mtume Muhammad anatuambia yule ambaye atakayetoa sadaka kwa ajili ya marehemu wake, inna Allah ta'ala yab'athu 1000 malaikati fi qabrihi wa ma kullu malaka hidayati wa nuri wa yasta'nisuhu ila yawmil qiyamah. Yule ambaye atakayetoa sadaka kwa ajili ya maiti yake, Mwenyezi Mungu atamtumia huyo marehemu kwenye kaburi lake malaika 1000, na kwa kila malaika mmoja ana hidayah na ana nuru. Ana hidayah maana ni zawadi za aina mbalimbali, na ana zawadi ya nuru za aina mbalimbali. Malaika hao watamstarehesha kaburini kwake, watamzungumzisha na kumliwaza. Kaburini ndugu zangu hakuna kulala. Usingizi unapatikana wapi? Hapa duniani. Kama ukiwa ni mtu wa kheri, hakuna kulala, ni kustareheshwa tu pale kaburini kwako mpaka siku ya ufufuo wa kiyama. Na kama ulikuwa ni mtu wa shari, ni mtu wa kuadhibiwa, hakuna kulala wala kusinzia. Nimeeleka vizuri eh? Hii ni faida ambayo inapatikana kwa wale ambao wataketoa nini? Sadaka za zao. Hasa Mtume atuambia wa man lam yaqdir alayhi, ni yule ambaye asiyekuwa na uwezo wa kumtolea sadaka maiti yake, falyusalli rak'atayn, basi amsali rak'a mbili, wa yaqulu fi salatihi, na aseme katika sala yake, Allahumma inni nawaitu hadhihi salati wa ta'allam ma uridu ab'athu fi qabrihi fulan bin fulan mustaqbila alqiblati lillahi ta'ala, Allahu akbar. Wasali raka ngapi? 2. Alhamdulillah mara moja, ayatul kursi mara 11, na alhaqu mara 11, na kul huwallahu mara 11. Raka mbili hizi ambazo mtu atakazozisali, Mwenyezi Mungu anamtumia marehemu wako malaika 1000. Malaika 1000 hata sisi ambao tuliohudhuria katika mazishi haya sidhani kama tukafikia. Sasa hao wanakwenda wanamliwaza maiti yako, nimeleka vizuri, wanamzungumzisha na kumstarehesha. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia fanyeni wingi sana kukithirisha dhikri kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, katika msiba huu kwenye kata ya Mlali, ukenda Mkuyuni, Morogoro vijijini, ni mabingwa wa twarika na dhikri. Ni mabingwa wa nini? Wa twarika na dhikri. Ni waombe Waislamu, hii ibada isiachwe, na wala msikereke nyinyi ambaye mnaifanya dhikri, msikwazike. Wale ambao wanewakwaza wana pepo, wale ambao wanewakwaza wana moto, wao wataendelea kuwakwaza ili iwe ni mtihani. Mtume Muhammad
anatuambia ikthiru dhikri hatta yaqulu almunafiquna annakum murauna, kwamba kithirisheni kumdhakiri Mwenyezi Mungu mpaka waseme wale wanafiki kwamba nyinyi mbona mnapiga makelele, mbona mnajionyesha ibada zenu hizo. Na Said al-Khudri anasema inni sami'tu rasulillah yaqulu, anasema nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema ikthiru dhikrillahi hatta yaqulu almunafiquna annakum majnuna, fanyeni wingi kumdhakiri Mwenyezi Mungu mpaka waseme wale wanafiki kwamba nyinyi wenda wazimu, mbona mnacheza cheza, mnakoloma koloma na kadhalika. Wanafiki tunawafahamu. Wanafiki ni wale ambao Waislamu wenzetu ambaye haya tunayafanya wanasema kwamba ni bid'a. Wanafiki ni wale Waislamu wenzetu ambao wanasema tunasoma Qur'ani kwa ajili ya dua za maiti zetu, tunafanya dhikri kwa ajili ya mauti zetu, tunafanya tahlili na muhalila kwa ajili ya mauti zetu, tunatoa sadaka kwa ajili ya mauti zetu. Wanasema nini? Si lolote wala si chochote. Sasa cha ajabu kitu gani? Wakati Mtume Muhammad alishatabiri ya kwamba watakuja wanafiki siku zijazo. Wanani? Wanafiki. Tusiwataje jina, nyie sina wajua. Ndugu zangu, ibada hii Mtume Muhammad, hadithi ambayo ilikuwa imepokewa na Ibn Abbas, anasema sami'tu rasulillah yaqul, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akisema ma min mu'min yamutu illa bakati fi buk'ati al-musalli wa dhikri. Anasema haikuwa mja yoyote yule ambaye wa Kiislamu atakapokuwa amekufa, basi bakati fi buk'ati al-musalli wa dhikri, vile viwanja ambavyo alipokuwa anasimama kwa ajili ya kusali, vile viwanja ambavyo alipokuwa anasimama na kukaa kwa ajili ya kumsalia Mtume Muhammad, vile viwanja ambavyo alipokuwa anakaa na kusimama kwa ajili ya kusoma Qur'an, vile viwanja ambavyo alipokuwa anakaa au kusimama kwa ajili ya dhikri, vinamlilia na kumtakia rehema na maghfira. Swalini Mtume Muhammad. Hata mimi na wewe, dhikri ambayo ilikuwa imefanywa hapa katika uwanja huu, utakapokuwa imekufa, basi miongoni mwa matangazo ambaye yatakayetolewa ni vile viwanja ambavyo tulivyokuwa tunasimama kudhikiri, kumsalia mtume na kufanya dua, vinasema hakika fulani amekufa. Matangazo haya yatakapokuwa yametolea, bukia al-ardhu was-samai, anasema hulia mbingu na ardhi, kutokana na hicho kilio ambacho kinachowalilia wale watu ambao wafarika na ahli dhikri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atasema ma yubki kuma, nini kinachowaliza? Mbingu na ardhi vinaulizwa na Mwenyezi Mungu. Mbingu na ardhi vinasema kinachotuliza ni kutokana na kifo cha mja wako fulani bini fulani, kwani hakika yake hakupita katika anga, kwenye maji au kwenye ardhi mpaka akudhakiri wewe. Sasa leo amekufa, nani kiwanja hicho atamdhakiri Mwenyezi Mungu? Swali ni Mtume Muhammad. Inshallah, ndugu zangu Waislamu, tumuombee dua marehemu wetu, maiti yetu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Lakini kikubwa, kutokana na kuacha kizazi ambacho kilichokuwa chema, huyu mama ni mtu wa kheri. Kutokana na kuacha Sheikh Said Ahmadi Mnyikondo, kwanza Muislamu, pili mu'min, tatu mcha Mungu, nne msomi, tano msomeshaji. Kaburini kwake, ndugu zangu, kumejaa kila aina ya kheri. Kwa haya machache niseme subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Sheikh Allah atutoe